mimi najua. Haya, kapelekwa, hakumsikia Mungu kwenye Qur'ani kafundisha dawa hiyo, wala hakumsikia mtume kafundisha dawa hiyo. Imemjia tu kiakili tu, kafikiria utukufu wa suratul Fatiha inaweza ikawa dawa, kafikiria tu yeye. Wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na baada ya kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, si mwingine bali ni mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumesomewa hapa maneno yanayotoka katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'an. Ya kwanza ni suratul Fatiha, ya pili tukapata kidogo suratul Baqara, na kwa mpangilio wa msahafu ndo inakuwa zimekwenda hivyo hivyo: sura ya kwanza al-Fatiha, sura ya pili al-Baqara. Watukufu wa Islamu, kwa kuidharau Qur'ani leo imekuwa mtu hata kutaja majina tu, sikwambii kuhifadhi zile sura au aya. Ukimwambia mtu nitajie majina tu ya sura kama 10-20, mtihani shekhi. Akutajie tu kwa mpangilio: ya kwanza al-Fatiha, ya pili al-Baqara, ya tatu Ali Imran, ya nne an-Nisa, ya tano al-Maida, ya sita al-An'am, ya saba al-A'raf, ya nane al-Anfal, ya tisa at-Tauba, ya 10 Yunus. Kukutajia tu majina tu sura 10-20, basi umempa mtihani mkubwa kwa kweli. Tena wakati mwingine ni mtu anayetegemewa katika kijiji chao, shekhe wa kijiji, ila majina ya waheshimiwa wa kidunia hata 40-50 wamo kichwani na miaka walozaliwa waheshimiwa, lakini kitabu cha Mwenyezi Mungu shekhe kakiweka pembeni. Kuweka pembeni kitabu cha Mwenyezi Mungu, watukufu wa Islamu, ni balaa, tena balaa kubwa mno. Kukiweka pembeni kwa namna yoyote, kukataa kufuata mafundisho yaliyomo mle au kuipuuza Qur'ani, usijihusishe nayo. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaeleza katika sura ya 7, kwanza katika sura ya 4 Mwenyezi Mungu kaeleza vizuri kuhusiana na watu wanaopuuza Qur'an, na kisha sura ya 7 aya nyingi zimekuja kuhusiana na hilo. Saasrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaqi
wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha wa in yarau sabila al-ghayyi wa in yarau sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yarau sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila. Saasrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq. Mwenyezi Mungu anasema saasrifu, ntawaondoshea fahamu. Mwenyezi Mungu anasema atawaondoshea fahamu ya aya zake. Saasrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq, ntawaepushia kuzifahamu aya zangu wale wanaofanya kibri katika ardhi bila haki. Wanaofanya kibri, ukisikia kibri kimefasiriwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema al-kibru batarul haqqi wa ghamtu nnas. Ukisikia kiburi ni kuikataa haki na kudharau watu, ndo kibri hicho. Mtume kashafasiri maana ya neno kibri, anasema al-kibru batarul haqqi wa ghamtu nnas. Kiburi ni kukataa haki na kudharau watu. Kwa hivyo watu wenye kibri ni wale wanaokataa haki na wanaodharau watu. Saasrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq, ntawaepushia kuzizingatia na kuzifahamu aya zangu wale wanaofanya kiburi katika ardhi bila haki. Wa in yarau sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila, na wakiiona njia ya uongofu hawaishiki kuwa ndio njia. Wa in yarau sabila alghayyi, na wakiiona njia ya upotevu yattakhidhuhu sabila, wanaifanya ndio njia. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kwanza atawanyang'anya fahamu na mazingatio ya maneno ya kitabu chake watu wanaofanya kibri katika ardhi bila haki. Watukufu wa Islamu, Qur'ani kama laiti tungekuwa tunajua sisi thamani yake, basi ingekuwa mtu anapoteza muda mrefu sana kutakhasusi na Qur'ani, yani kujihusisha nayo kwa kuisoma. Yani hata ukiisoma tu hivi hivi bila kujifunza tafsiri yake, kule kuisoma tu ibada, thawabu nyingi kabisa, tena thawabu za ajabu, hasatan katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Maana ndo mwezi wa Qur'ani. Qur'ani yenyewe imeteremka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukijihusisha na kuisoma Qur'ani, Sheikh, thawabu zake ni za ajabu. Na pia Qur'ani inageuka muombezi wako wewe siku ya Kiyama. Qur'ani na saumu, Sheikh, vitawaombea watu siku ya Kiyama. Na kitu kingine cha tatu ni hivi viwili, as-saumu wal Qur'anu. Saumu na Qur'ani vitamwombea mtu siku ya Kiyama. Hasa Qur'ani yenyewe ukiwa unaisoma hali ya kuwa unaswali swala za usiku, qiyamul layl, mambo ya tahajjudi na witri. Witri ndio inakuwa ya mwisho, lakini kama mwezi mtukufu wa Ramadhani kuanzia salatu tarawih, alafu inakuja tahajjudi, inamalizikia witri. Shekhe, mambo makubwa, malipo yake ni makubwa kweli kweli. Ndio maana akasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, faman tatawwa'a fi Ramadan bikhaslatin min alkhairi kana kaman adda faridatan fima siwa wa man adda faridatan fihi
kana kaman adda 70 faridatan fima siwa. Mtu mwenye kujitolea akafanya kitendo cha sunna katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, basi inakuwa malipo yake ni kama amefanya faradhi katika miezi mingine. Na mwenye kufanya kitendo cha faradhi katika Ramadhan, inakuwa malipo yake ni kama kafanya faradhi mara 70 katika miezi mingine. Sasa unaonaje ukaisoma Qur'ani, Sheikh? Katika hadithi aliyoipokea Imamu Tirmidhi rahimahullah, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qaraa harfan, mwenye kusoma herufi moja, min kitabillah, inayotokana na kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'an, falahu hasana, anaandikiwa thawabu moja. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, na thawabu moja uzito wake ni kama mema 10. Yani unapata jema moja lenye thamani ya thawabu 10. La aqulu alif lam mim harf, tena Mtume anasema la aqulu, sisemi alif lam mim harf, kwa neno alif lam mim ni herufi moja, sisemi hivyo. Kaannahu yaqulu bal aqulu, kama vile Mtume anasema bali ninasema hivi, alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Yani alifu ni herufi, lamu ni herufi, na mimu ni herufi. Kwa hiyo ukisema alif lam mim, tayari ushatuma mema matatu yenye uzito wa thawabu 30. Si jambo la mchezo, Sheikh. Thawabu 30, Sheikh, unazipata kwa kutamka tu neno alif lam mim. Sasa ukiisoma sura nzima nzima au juzuu nzima nzima, malipo yako ni makubwa kweli kweli, hasatan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Masahaba walikuwa wanashughulika, Sheikh, na tabia ya kitu kikija basi kishakuwa karibu ya kuondoka. Ndio maana ukaambiwa kullu ma huwa atin qaribe, kila kile ambacho kinakuja ujue kiko karibu. Wewe ukiona mimba tu basi hesabu keshazaliwa huyo, na ukiona kazaliwa tu hesabu keshakufa huyo, na ukimwona keshakufa ujue keshafufuka huyo. Kullu ma huwa atin qarib, kullu ma huwa atin qarib. Ndio maana Mwenyezi Mungu akawaambia makafiri, innahum yarawnahu ba'ida, hakika hawa makafiri wanakiona kiyama kiko mbali, wanarahu qariba, sisi tunakiona kiko karibu. Yauma takunu samau kalmuhli, siku hiyo mbingu itakuwa kama shaba iliyoyeyushwa. Watakunu aljibalu kalihni, na milima itakuwa kama sufi zimechambuliwa zinapeperushwa na upepo angani. Wala yasalu hamimun hamima, wala mtu hatopata fursa ya kumuuliza jamaa yake. Yubassarunahum, japokuwa watafanywa wawe wanaonana uso kwa uso siku hiyo. Yawaddu almujrimu, atatamani mtu mbaya siku hiyo, lau yaftadi min adhabi yawmiidhin bibanihi, lau ingekuwa inachukuliwa fidia, basi mtu mbaya angekuwa yuko tayari kuwatoa wanawe waingizwe motoni anusurike yeye. Yawaddu almujrimu lau yaftadi min adhabi yawmiidhin bibanihi. Hapa duniani mtu wakichokozwa watoto wake tukakasirika, ataonyesha makeke alionayo yote na maguvu alionayo. Wengine wanatumia mpaka vyeo vyao walivyonavyo katika kutetea wanawe. Lakini siku ya Kiyama, kama ingekuwa inachukuliwa fidia, mtu angekuwa yuko tayari awatoe wanawe waingizwe motoni anusurike yeye, wa sahibatihi, na mkewe. Haya, tazameni ndugu zangu, mke kitu kikubwa. Mtu anaweza kuwa na wake 4, ndugu yake baba mmoja mama mmoja, naye hana hata mke mmoja. Hawezi kumwambia basi yule wa kule
shamvula chole, kamchukua akufae siku 2-3, alifikisha utaenirejeshea mwenyewe. Hata ingeandikwa hivyo ndani ya Qur'ani asingekubali. Hata kwa yuko tayari kuingiza mkono mfukoni tukumpa 200,000, nenda katafute mke. Lakini katika wale alionao, hata kama ingekuwa inaruhusiwa katika Uislamu asingekubali. Wewe unafahamu mchezo na mke wewe mzee? Hatari mke kitu kikubwa Sheikh. Lakini siku ya Kiyama mtu yuko tayari amtoe fidia mkewe aingizwe motoni anusurike yeye, kama ingekuwa inakubalika fidia ya namna hiyo. Wa sahibatihi wa akhihi, na yuko tayari ndugu yake baba mmoja mama mmoja atiwe motoni anusurike yeye. Wa fasilatihi allati tuwihi, na wale jamaa zake waliomzunguka katika familia yuko tayari watiwe motoni wote ili anusurike yeye. Yani jamaa wanaokusudiwa hapa ni katika ukoo. Kama mzee Mbonde kesha uona moto wa Jahannam, maana Mungu anasema waburrizatil jahimu liman yara, siku hiyo moto utasogezwa karibu kwa mwenye kutaka kujionea aone. Maana kuna wengine walikuwa wanabisha hakuna moto, basi Mungu ataivuta Jahannam ile, ataisogeza karibu. Nyinyi mlisema hakuna, huo hapo. Sasa akishauona moto mtu kama mzee Mbonde keshauona moto, basi yuko tayari awatoe fidia akina Mbonde wote waingizwe motoni anusurika yeye Mbonde mmoja. Wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi, na watu wote wa ardhini kama angekuwa na mamlaka nao angesema watiwe motoni hao wote ninusurike mie mtu mmoja. Kalla, lakini wapi Sheikh, innaha ladha, hakika ya moto wa Jahannam ni mkali kweli kweli Sheikh. Nazaatan lishawa, unaivua ngozi ya mwili mara moja Sheikh kwa ukali wake. Yani lile joto lake tulikikufikia wewe huna ngozi Sheikh. Tad'u man adbara wa tawalla, siku zote unamwita mtu mwenye kukengeuka mafundisho ya Qur'ani akafanya anavyotaka yeye katika huu ulimwengu. Wa jamaa fa awwa, akakusanya mali, kazi yake kujivuna tu. Innal insana khuliqa halua, hakika ya mwanadamu ameumbwa ana kawaida ya kupapatikia vitu hapa duniani. Idha massahu sharru jazua, inapomgusa shari akawa hana kitu anafadhaika. Wa idha massahu alkhairu manu'an, na inapomgusa khairi akawa na neema basi anajizuilia, anaizuia ile neema hataki kuwapa wenzie. Hatari she. Yeye kimgusa shari akawa hana kitu anafadhaika, lakini Mungu akimneemesha anataka awe nayo tu, hataki kuwagaia wenzie. Illa almusallin, isipokuwa wale wenye kudumu katika kuswali. Hawa hawana tabia kama hii, wanaoswali kisawa sawa. Maana hizi swala hizi ndugu zangu zingine haziko sawa. Mtu mwingine anaswali ovyo ovyo tu, basi zile swala zenyewe zile malaika wanazikunja zile, maana wanazichukua wanataka kuruka nazo kwenda nazo mbinguni, basi zinatoa harufu mbaya, inabidi warudi wale malaika wazikunje zile wakupiga nazo usoni. Afana dhayyaka Allahu kama dhayyatani, ile swala inageuka kama binadamu, inazungumza, inasema Mungu akupotoshe kama ulivyonipotosha mie. Lakini ukiswali vizuri ile inapelekwa mpaka mbinguni Sheikh, inafurahiwa na malaika, halafu inarudishwa mbele yako, inazungumza na wewe, inakwambia hafidhaka Allahu kama hafidhtani, Mwenyezi Mungu akulinde, Mwenyezi Mungu akuhifadhi kama ulivyonihifadhi mimi nikawa hivi. Inakuwa nzuri swala, inageuka kama kiumbe. Lakini wapi, kwa sababu ni mambo mustatirun, yamefichikana.
Kwa hiyo haya mambo kwa kuwa yamefichikana, basi mtu anaona kama ni hadithi tu za pauku na pakawa. Watukufu wa Islamu, Suratul Fatiha ina habari kubwa sana. Suratul Fatiha, Suratul Fatiha katika sura zilizomo ndani ya Qur'ani ni sura nzito. Hii sura ambayo tunaitumia katika ibada zetu za siku zote, Suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, ina siri kubwa. Kwanza, katika sura zilizomo ndani ya Qur'ani, sura ambayo haina herufi ya fa, harful fa, herufi ya fei, Suratul Fatiha haina fei, basi ina hikma za ajabu. Sheikh, ni dawa Suratul Fatiha. Sijakwambia uandike umnyweshe mgonjwa, unielewe vizuri hapa, maana watu wengine hata msikiti wa Hindi Sheikh asema kombe linafaa. Sijasema kombe mimi, tuelewane vizuri hapa. Sije ukazusha uongo wako kombe. Nimesema ni dawa. Suratul Fatiha ni dawa kwa njia ya ruqya. Kama mtu ana matatizo unamsomea Suratul Fatiha, hiyo imethibiti hata zama za maswahaba. Na ukiangalia katika tafsiri ya Imam Abil Fida Ismail ibn Umar ibn Kathiri rahimahullah, ameandika kiswa hiki kilitokea wakati wa maswahaba. Walikwenda kutangaza dini mahala. Wale watu wa kijiji kile si watu wazuri, waliomba hifadhi wale masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mahali pa kulala, wakanyimwa, wakakosa mahali pa kulala, wakalala nje. Watu wamelala majumbani mwao, masahaba wa Mtume wamelala nje. Mungu akaleta mkasa, mkubwa wa kijiji akagongwa na nyoka, akaumwa na nyoka. Wametafutwa waganga kijiji kizima, wamefanya uganga wao haukufaa. Mkubwa wa kijiji ndo sumu inazidi kumwenea, ikabidi wawaendee masahaba. Wakenda wakawafahamisha kwamba mkubwa wa kijiji chetu kagongwa na nyoka. Kwanza, samahani sana kwa kule kukulazeni nje, yani imejulikana thamani ya wale wageni baada ya kutokea tatizo. Hatari sana. Mfano huu tunapiga sana, mfano huu hata wanasiasa wa kidunia wanawathamini raia wakati wanapohitaji kura zao tu basi. Takuja kwa lugha nzuri kabisa, anaomba kura, akishapata tu kura zenu basi keshageuka. Yani raia wanawafanya kama vile kuku wanawafanya kama vile mshumaa. Umeme ukizimika unatafutwa mshumaa kwa bei kubwa, hata shilingi 1000 mtu yuko tayari kununua mshumaa mmoja apate mwangaza. Lakini umeme ukirudi tu basi mshumaa unapigwa teke, popote unatupwa, hauna thamani tena. Ndio sawa na raia, wanasiasa wanavyowafanya raia katika nchi zote tu, sio hapa tu, nchi zote tu. Wanasiasa wanapowahitaji raia wakati wa kura, watawanyenyekea, watawabembeleza, watawaliwaza. Akishaingia madarakani tu basi, wewe si lolote si chochote.
Hii napigia mifano tu ndugu zangu, msije mkasema anazungumza siasa leo. Mimi siendi pale msikiti wa Lindi siku nyingine. Hapana, mimi nazungumzia tu, naweka mifano hai tu. Mkubwa wa kijiji kagongwa na nyoka, ndo akafatwa wageni kuombwa radhi. Tunakuombeni msamaha wageni wetu, hatukukaribisheni jana mahali pa kulala. Sasa hal minkum man yastati'u at-tadwiya, miongoni mwenu yuko mmoja yoyote anajua dawa hizi, dawa ya sumu ya nyoka? Maswahaba wote wakanyamaza kimya. Sasa yuko mmoja akasema ana arif, mimi najua. Haya, kapelekwa, hakumsikia Mungu kwenye Qur'ani kafundisha dawa hiyo, wala hakumsikia mtume kafundisha dawa hiyo. Imemjia tu kiakili tu, kafikiria utukufu wa suratul Fatiha inaweza ikawa dawa, kafikiria tu yeye. Basi akawa anasoma suratul Fatiha, kila akisoma aya anapuliza pale mahala kama anatemea hivi. Alipomaliza suratul Fatiha na sumu iliko kwenda shekhi imepotea, sumu imepotea. Mkubwa wa kijiji kapona. Wakasema tukupeni malipo gani? Sisi tutakupeni mbuzi 40. Na wale walisema wanataka mbuzi 40. Wakachukuliwa mbuzi 40, wakakabidhiwa na maswahaba, wamebeba mzigo wao wa mbuzi 40, wanakwenda nao kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kufika njiani ikaanza mijadala, maana maswahaba walikuwa watu barabara, lazima wahoji kitu. Kama nilivyokuambieni au ninavyokuambieni siku zote, ilikuwa maswahaba ikisomwa na imamu sura inamtaja yatima, basi wakishamaliza swala wanakaa shura, wanakaa kikao kushauriana tufanye nini juu ya utekelezaji wa aya hii ya Mungu inayozungumzia yatima. Basi shekhe atatafuta yatima huyo mpaka atalelewa. Walikuwa wanakwenda na Qur'ani maswahaba. Ndio maana ukaona wamepata daraja za juu ajabu kabisa, na wengine wakabashiriwa kuingia peponi kabla hata hawajafa kabisa. Basi wakaanza mjadala, bana wewe kwanza, wewe jamaa, wewe uliosoma ile suratul Fatiha kumsomea yule mgonjwa, wewe ulimsikia mtume kasema tuwasomee wagonjwa namna ile ulivyofanya wewe? Akasema sijamsikia. Kuna aya yote ya Qur'ani inayoonyesha kwamba inafaa kufanya vile? Akasema sijui aya hiyo. Sasa kwa nini wewe umefanya jambo ambalo mtume hakutufundisha? Wewe unaleta uzushi bwana, halafu mbuzi wa watu tunachukua. Na kwanza nani alikwambieni mchukue mbuzi? Allah. Basi ikaenda wakakubaliana tusigombane, twende mpaka kwa mtume tumuulize habari hizi. Akisema hawa mbuzi ni haramu, tutawarudishia mbuzi wao, na akisema kufanya vile kwa kutumia suratul Fatiha alivyofanya huyu bwana haifai, basi tutamwomba msamaha Mwenyezi Mungu. Wakaenda mpaka kwa mtume shekhe. Kufika pale, basi wakatokea watu tena katika wale watu, unajua kuna watu wengine kwa lugha ya kizamani wafukunyuku yani wafukunyuku ni watu ambao wanapenda chongea watu mbele ya watu wakubwa, waongo yani. Siku moja hapa Dar es Salaam kulikuwa na, naomba mnisikilize vizuri kidogo, natoa mfano hai. Hapa Dar es Salaam kulikuwa na mtu mmoja, mkuu wa mkoa mmoja, anaitwa Hassan Ngwilizi. Anaitwa Hassan Ngwilizi, mtu wa Tanga huyo. Huyu bwana ni mwanajeshi, Hassan Ngwilizi.
Basi yule Hassan Ngwilizi aliwahi kutamka akasema, hizi adhana hizi ni makelele. Adhana hizi ni nini? Ni makelele haya. Wanatuletea tafash, wanatutafash tafrani, wanatuletea makelele tu bwana, mtu pumziki. Adhana ni makelele, anatamka bwana Hassan Ngwilizi. Sasa bahati nzuri, kulikuwa na jamaa yetu mmoja anaitwa Magezi Shaabani Maranda. Yeye alisikia maneno haya, alisikia kwa masikio yake kwamba bwana Hassan Ngwilizi anasema ni makelele ya adhana, inawaudhi watu, itabidi likaliwe kikao ili swala la kuadhini kwa spika. Ikawa kizaazaa kikubwa shekhe. Waislamu waliposikia bwana mkubwa huyo, mheshimiwa huyo kasema hivyo, ikawa balaa, mpaka akawaita mashekhe kule ofisi ya mkuu wa mkoa. Na mimi nilibahatika kuitwa, maana na mimi shehe, hata ukikasirika mimi shehe tu. Niliitwa ofisi ya mkuu wa mkoa, tena nimeitwa kama shehe. Wao sababu si shehe wala nini, ningeitwa kule. Acha wewe. Nikaitwa, nikaenda na mimi. Wakati huo nilifuatana na almarhumu Magezi Shaabani Maranda. Tulipofika kule tukawakuta mashekhe wengi tu, akiwemo almarhumu Sheikh Nuruddin bin Hussein Ash-Shadhili. Mwenyezi Mungu amweke mahali pema Sheikh Nuruddin Hussein Ash-Shadhili. Basi wakahoji pale. Sasa yuko mtu mmoja akawa anatoa introduction bila ya kutakiwa kutoa introduction. Shekhe mmoja anaitwa Hamid Mas'ud Khatib Jongo anatoa introduction, anasema wale wanaoendesha mihadhara ya kashfa katika nchi hii, waheshimiwa, hapa tunao wawili. Hajatakiwa kufanya hivyo, ndo unisikilize vizuri. Tunaye hapa Magezi Shaabani Maranda, ndo huyo, na tunaye Hilali Shaweji, ndo huyo hapa, yani mimi. Yani ule mtu ana roho ngumu. Anatuonyesha sisi kwa waheshimiwa. Waheshimiwa walikuwa hatujui. Unaona bwana, basi macho yakawatoka waheshimiwa, wananiangalia mie na Magezi marehemu. Magezi alikuwa si mtu mwenye kustahimili. Pale pale akamtaka bwana Hamid Jongo amweleze kashfa ni kitu gani. Magezi kiboko alikuwa. Basi ikabidi sasa pale yakapozwa yale maneno yakaisha. Yani kama vile alikuwa anatuchongea kwa watu wakubwa wa nchi. Hatari sana, lakini Mungu alileta nusra. Na tulikuwa na mzee wetu Sheikh Nuruddin pale, yakasawazishwa. Walillahi alhamdu, penye watu wazima hapa haribiki jambo. Basi almuradi nakusudia, yule jamaa alikwenda kushtakiwa kwa Mtume. Jamaa kasimama anasema, ya Rasulullah, tumekwenda kule alhamdulillah, tumefanikiwa mambo yetu na nini, lakini yuko mtu mmoja kazusha jambo hapa. Jambo gani? Huyu bwana hapa kulikuwa na mtu kaumwa na nyoka, akahadithia kama ilivyotokea. Huyu bwana ndo akasoma suratul Fatiha, anampulizia sijui nini, kapona yule. Akawaambia watoe mbuzi 40, ndo hawa tuliowabeba tumekuja nao hapa. Sasa hii namna hii inafaa jamani, si uzushi huu? Anamwambia Mtume maneno hayo. Mtume akatabasamu, maana kawaida ya bwana mkubwa yule ilikuwa yeye kawaida yake ni kutabasamu, ndo kucheka kwake. Sio Muislamu unacheka kwa sauti kubwa, ile mbaya, inaharibu moyo. Moyo unaondoka nuru ya akhera, kumbukumbu ya akhera inapotea, unajaa dunia moyo. Pana kucheka cheka ovyo. Fa inna kathrata dhahik tumitu alqalb
kwa sababu kuzidisha kucheka sana kunafisha moyo, moyo unakufa, unakuwa hauna habari ya akhera. Kucheka kuzuri ni kutabasam kama alivyokuwa anafanya mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala. Mtume alikuwa kucheka kwake ni kutabasam. Akamwita yule bwana alofanya vile aje karibu na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anampiga piga mgongoni, wewe mtundu sana wewe matata sana wewe, nani alikwambia alhamdu inaondosha sumu ya nyoka? Na mimi nibagulieni mbuzi yao mnipatie na mimi. Allahumma sallu ala nabi. Allahumma salli alayhi. Au mbuzi na mimi ngaieni wa kwangu. Yani ina maana kakubaliana na fikra zile zote, fikra ya kuigeuza suratul Fatiha dawa na fikra ya kuchukua ile sadaka Allah kwa ajili ya kazi ile ya dua ruqya. Ruqya zinazokubalika kisheria. Nafaa Sheikh, anakuita mtu ana matatizo yake, unampigia visomo ruqya, visomo vinavyokubalika, unampigia ruqya, alafu unamwambia lete sadaka hapa. Nafaa. Ila sio kuandika irizi, mnielewe vizuri hapa. Ruqya ndo zinazokusudiwa. Sio tena mzee uende ukamwandikia irizi mtu kubwa kama kitabu, kajisemea rafiki yangu almarhum Sheikh Umar Bashir, irizi zingine zinapumua kama mtu. Sijui aliziona wapi Sheikh Umar Bashir, irizi zinapumua. Allahu akbar. Toka damu kuani. Allahu akbar. Allah Allah Allah. Mzee anasema yeye aliona irizi inapumua siku moja na Ramadhani. Allahu samad. Na anathibitisha kuwa ni kweli, kwa sababu huu mwezi mtukufu wa Ramadhani hawezi kuongopa. Ziko shekhe zinapumua. Mzee anasema wewe toka damu puani, mpaka akatokwa na damu puani. 68 niko mwingi. Watu wana ilmu shekhe. Hiyo alishuhudia mwaka 1968 anasema. Mwimbili. Allahu samad. Mwimbili hapo hospitali. Irizi zinapumua wewe mzee, wewe hatari. Women hostel. Wanatisha wanga hao. Lakini usiwaogope wala nini. Kunguta ayatul kursi tu, hakuna mwanga yote atakayeweza kufanya kitu. Watukufu wa Islam, suratul Fatiha ni kitu kikubwa sana. Hii tumezungumza kidogo tu katika faida na fadhila ya sura tukufu hiyo, suratul Fatiha, na tukasema ni sura ambayo haina herufi ya fei, harful fa. Basi ina siri kubwa, ni dawa ya sumu ya nyoka. Tutaeleza siku nyingine baina ya bismillahir rahmanir rahim ni aya katika sura hii au sio aya, tutaeleza kwa sababu maelezo yake ni marefu. Al-Imamu Ibn Kathir kaeleza maelezo marefu pia, Al-Imamu Shaukani, Al-Imamu Tabari, Al-Imamu Al-Qurtubi, Az-Zamakhshari, Baydawi, Al-Khazin, mabwana wengi wameeleza, wafasiri wa Qur'an, kuhusiana na suratul Fatiha. Bismillah ni aya au sio aya? Lakini tuifanye ni aya. Bismillahir Rahmanir Rahim, watukufu wa Islamu, maana yake kwa jina la Mwenyezi Mungu. Tafsiri yake kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Sasa unajua tumezoea kuongea Kiswahili na kuchanganya Kiarabu, au tumezoea kuongea Kiingereza tukachanganya na Kiswahili. Mwingi wa rehma, mwenye kurehemu ndo nini sasa? Mwenye huruma nyingi, mwenye kuhurumia, ndio tafsiri yake. Mwingi wa huruma,
Arrahman, mwingi wa huruma hapa duniani. Hapa duniani anawahurumia hata wasiokuwa sisi, yani makafiri, kwa sababu bado ni viumbe wa Mungu na bado Mungu anayo haki ya kuwaruzuku wale. Kwa hiyo duniani Mungu ana huruma nyingi, anawahurumia hata wasiomtii. Lakini akhera yeye anaitwa Arrahimu, mwenye kuhurumia wacha Mungu tu. Akhera huko, Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika watakaohurumiwa wacha Mungu tu. Akhera kuna ubaguzi shehe, utavuna ulichopanda. Akhera hakuna kama hapa duniani kufanya ujanja kwamba utapitishwa tu, labda utafanya rushwa kidogo. Huwezi kwenda ukaleta ujanja wako wa kimakonde kule akhera. Mungu bwana wewe, mimi yule mke wa mtu si nilimkonyeza, tunataka kunitia motoni kwa kumkonyeza tu bwana wewe, shika kidogo niachie. Huwezi kufanya hivyo. Utampa nini Mungu? Wewe mwenyewe na ulivyo navyo vya Mungu. Asante Sheikh. Cha ajabu kitu gani utakachompa yeye? Akhera inatumika haki tupu, uadilifu mtupu. Kwa hivyo bismillahi, kwa jina la Mwenyezi Mungu. Unapotaka kuanza jambo lolote la kheri, unatakiwa uanze kwa kutaja jina la Mungu. Bismillahi, kwa jina la Mwenyezi Mungu. Arrahmani, mwingi wa huruma, anahurumia hata wasiomtii hapa duniani. Arrahim, mwenye kuhurumia waja wake wema tu akhera huko. Watukufu wa Islamu, bismillahi kitu kikubwa. Tunatakiwa kila jambo la kheri tunapotaka kulifanya tulianze kwa kutaja jina la Mwenyezi Mungu. Ndio maana Mtume akasema kullu amri dhibalin lam yubda bismillahi fahuwa ajzam, au katika riwaya nyingine fahuwa aqta. Kila kazi inayofanywa na mtu mwenye akili timamu haikuanziwa kazi hiyo bismillahi, basi baraka zake zote zimekatika kazi yoyote ya kheri sheikh. Hata ukiwa katika shughuli ya kutafuta mtoto unatakiwa kwanza useme bismillahi, na Mtume akatufundisha na dua. Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana. Mwenyezi Mungu tuepushie shaitani mimi na huyu ahli yangu, na umuepushie shaitani huyo atakayeturuzuku kwa kazi yetu hii sasa hivi. Maana mnaweza kuruzukiwa mtu sasa mijitu inayozaliwa bila kupigiwa bismillah ndio inakuwa vibaka. Hata mkikasirika vumilieni tu. Vibaka wote hawakupigiwa bismillah. Maana shaitani naye mkono wake humo. Wewe unakwenda kumkaba mtu shekhe, unamshindilia bisibisi, hata huruma una. Ukupigiwa bismillah wewe wakati wa kutafutwa. Juzi wamechukua simu yangu. Tari sana. Kwa hiyo bismillah kitu kikubwa, watukufu wa Islam. Utakapofanya jambo lako lolote la kheri, unatakiwa kwanza utaje bismillah. Arrahmani, mwingi wa huruma. Arrahim, mwenye kuhurumia waja wake wema tu akhera. Alhamdulillahi rabbil alamin, sifa zote njema. Anayestahiki kusifiwa kwa sifa njema hizo ni Mwenyezi Mungu. Rabbil alamin, mlezi wa viumbe vyote au mlezi wa walimwengu wote. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye anayeulea ulimwengu na vilivyomo ndani yake. Yeye ndo mwenye kutoa riziki, yeye ndo mwenye kutoa uhai, yeye mwenye kutoa afya na mambo mengi mengineyo. Hata ukiona wagonjwa wanakwenda hospitali wanatibiwa wanapona, basi ujue Mungu ndo anayewaponesha. Mwenyezi Mungu ndiye anayewaponyesha, sio madaktari wala sio madawa. Madawa ni sababu tu, na maelekezo ya madaktari ni sababu tu, lakini anayeponyesha hasa ni Mwenyezi Mungu. Ndio maana Nabiullahi Ibrahim
ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, akasema wa idha maridtu fahuwa yashfin, napoumwa yeye ndiye anayenitibu, ndiye anayeniponyesha. Anamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Ibrahim maneno yake makubwa, wa idha maridtu fahuwa yashfin, napoumwa yeye Mwenyezi Mungu ndiye anayeniponyesha. Kwa hiyo mponyeshaji mkuu ni Mwenyezi Mungu. Madawa na madaktari, mawazo yao na fikra zao na ushauri wao, ile inakuwa kama ni sababu tu. Kama unavyoona mtu akachukua bisibisi akamkita mtu ya kifua au ya tumbo, yule mtu akafa, basi yeye ni sababu tu, lakini aloua hasa ni Mwenyezi Mungu. Yuhyi wa yumit, Mwenyezi Mungu ndiye anayehuisha na kufisha. Shekhi, kama kamuua yule, atuonyeshe ile roho kaiweka wapi? Atuonyeshe ile roho aliyoitoa mle kaiweka wapi? Mungu ndo anayeua, kwa sababu yeye ndo anazijua roho, anazichukua anaziweka wapi, halafu baadaye anazirudisha kwenye viwiliwili vyake. Siku ya Kiyama tunafufuliwa, Allahu samad, halafu tunalipwa. Ar-Rahman Ar-Rahim, Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma. Hapa duniani anawahurumia hata makafiri, mwenye kurehemu, yani mwenye huruma ya watu wachache tu. Akhera wale waliomtii. Akhera shekhe, kule ndo kuna ubaguzi, na ubaguzi huo tunaufanya sisi wenyewe. Yani ukijibagua wewe ukajitoa katika watu wabaya, akhera utastafidi, utapata faida. Lakini ukiingia katika watu wabaya, akhera wewe utapata matatizo. Akhera watu watatesa, kutesa si kwa zamu, kutesa kwa zamu. Shekhi, wengine wanatesa hapa hapa, wengine hii dunia ujue ni pepo yao, kama Mtume alivyosema, ad-dunya jannatul kafiri, dunia ni pepo ya makafiri. Kafiri pepo yake dunia. Wal qabru sijnuhu, na kule kaburini ndo jela ya kafiri. Wan naru mathwahu, na motoni ndo kwao makafiri. Make ndo watakapofikia na ndo wataishi huko, ndo kwao kabisa makafiri. Makafiri kwao motoni. Halafu Mtume akasema dunia, hiyo dunia vile vile, sijnul mu'min, ni jela ya Muislamu wa kweli. Dunia ni jela. Muislamu wa kweli duniani hana raha, hata akiwa kamiliki mali nyingi, lakini hana raha. Dunia sijnul mu'min, dunia ni jela ya Muislamu wa kweli. Wal qabru hisnuhu min ashidda, na ile kaburi ndo ngome yake ya matatizo. Kidogo anapata nafuu akishaingia kaburini Muislamu wa kweli. Wal jannatu mathwahu, na peponi ndo makazi yake muumini wa kweli. Yani kwetu sisi waumini wa kweli ni peponi, kama ilivyo makafiri kwao ni motoni, basi na sisi waumini kwetu sisi peponi. Mwenyezi Mungu atujalie tuingie peponi inshallah. Sio amina, tuna juhudi ipite. Amina afu nawaandikia watu irizi ukubwa kama kitabu bwana. Amina na juhudi. Fai kufanya ushirikina kabisa. Naam. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin, tutaishia katika aya hii. Maliki Yawmiddin, yeye ni mfalme wa siku ya malipo, siku ya Kiyama. Yeye ndo anaimiliki siku hiyo na anamiliki matukio yote ya siku hiyo. Hiyo siku ni nzito sana. Anasema ta'rujul malaikatu waruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana.
Yani vile vishindo vya siku ya Kiyama utadhani miaka 50,000 Sheikh, lakini ni siku moja tu ilivyokuwa na vituko siku hiyo. Siku nzito. Mtoto mchanga akifufuka anafufuka na mvi kwa vishindo vya siku ya Kiyama. Yauman yaj'alu alwildana shiba fakaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alu alwildana shiba. Unafikiri mchezo? Mtoto mdogo anafufuka na mvi Sheikh kwa vishindo vya siku ya Kiyama. Unafikiri siku ndogo hiyo? Siku ya mchezo hiyo? Wanga mtakuwaje siku hiyo? Nazungumza kwa sauti kubwa maana wako nje huko. Wanga tayari sana washasikia, lakini kwa sauti hii Wanga watu wabaya sana, tayari sana. Mwenyezi Mungu atunusuru na vitimbi vya wachawi. Chawi na vituko bwana, wewe acha tu basi. Naamu watukufu wa Islamu, kwa kuwa muda wetu ni mfupi, turidhike hivyo. Inshallah mpaka kesho tutaendelea. Amen. Na Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika kuyatenda yale yanayoyapenda na kuyaridhia, kwa sababu sisi hatuna nguvu ya kuweza kufanya mema isipokuwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, wala hatuna hila ya kuweza kuepuka maovu illa kwa huruma zake Mwenyezi Mungu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin wa as'ada Allahu awqatakum bikulli khairin wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maswali matatu Sheikh. Naam. Wa alaykum assalam. Wanga na wachawi hawafungu mwezi wa Ramadhani kama mashetani na majini? Sasa ukisema mashetani na majini mimi nakuwa sikuelewi. Huyu bwana anauliza hivi, wanga hawafungwi mwezi mtukufu wa Ramadhani kama mashetani na majini? Sasa hapo kachanganya mada kidogo, maana mashetani wamo hata katika binadamu. Mashetani ni watu wabaya, kwa hiyo anaweza kuwa jini au anaweza kuwa binadamu. Ndio maana Mungu kasema katika sura ya 114, minal jinnati wan nasi, mashaitani ni katika majini na watu. Kuna mashaitani wengine wa kibinadamu. Sasa mashaitani wa kibinadamu huwa hawafungwi Shekhe, ila mashaitani wa kijini ndio wanafungwa. Mashaitani wa kibinadamu si ndio wale wanaolewa na kuzini mwezi mtukufu wa Ramadhani Shekhe? Wale naelekea hata siku ya Kiyama wanaweza kuzini wale. Mungu yuko hapo hapo, mitume wako hapo hapo, malaika wema, malaika wakubwa wote wako hapo hapo, mpaka Israeli yupo siku hiyo anapiga vitu. Alafu mtu anashughulika na mzigo si wake siku hiyo. Haya, maana watu wenye kuzini mwezi wa Ramadhani ujue wana roho ngumu, wanatisha watu. Tena ukimwona mtu mzinifu mpaka mwezi wa Ramadhani, huyo mtu asiwe rafiki yako kabisa, epukana naye kabisa. Huyo hatari, huyo asikuzoezo wewe. Naam. Huyo pengine ndo katika wale waliopigwa mihuri ya moto. Wewe mwezi mtukufu wa Ramadhani wewe bado unazini tu. Hatari sana. Kwa hiyo mashaitani wa kibinadamu shekhi wangu hawafungwi. Mashaitani wa kijini ndo wanafungwa. Mashaitani wa kijini sisi Mungu anasema katuziba, hatuwaoni, ila wao wanatuona sisi. Jini wewe anakuona, wewe umuoni. Na Mwenyezi Mungu kampa uwezo, anaweza kuingia katika mwili wako akawa anatembea kwenye mwili wako bila wewe kujua, anapita kwenye mapitio ya damu humo. Ndio maana unaona wanatupoteza sana, lakini kama ukishikamana na Mwenyezi Mungu kisawasawa, hana uwezo kwako. Mungu anamvunja kabisa. Tayib Sheikh. Hiyo ibada zote tu kama Mtume alivyosema, Ramadhanu ila Ramadhan wal jumu'atu ila al jumu'a was salatu ila salah mukaffiratun lima bainahunna idha jtunibatil kaba'ir. Kutoka Ramadhani mpaka Ramadhani, Ijumaa mpaka Ijumaa, swala mpaka swala, ibada hizi zinafuta yaliyomo katikati yake, endapo yataepukwa makubwa katika madhambi.
Yale madogo madogo Mungu anafuta yote. Hiyo dhambi mikubwa mikubwa tena ndio ufanye juhudi nyingine kabisa. Sio mchezo. Mzee, tujiepushe ile mizito katika madhambi. Midhambi mizito. Naam sheikh. Labda kwa niaba ya Waislamu, mimi mwenyewe napenda nipate faida. Na swala shekhi linanishughulisha sana. Lipi baba? Na kupeleka miraji. Mtume katika ile kisa cha miraji, je, alipokwenda ile safari ya mbinguni alimuona Mungu live au alizungumza naye kama Nabii Musa alivyokuwa akizungumza na Mwenyezi Mungu, anasikia sauti tu lakini hamuoni? Hapa kidogo hem tupe faida na ndugu zangu Waislamu tupate faida. Ni sawa. Sasa kumuona Mungu live, hilo jambo zito. Hilo kwanza halipo. Kwa sababu ukisema kumuona Mungu live, yani ina maana utamjua yuko hivi, haiwezekani sasa. Mungu hana mfano, laisa kamithlihi shay'un. Mungu afanani na chochote. Huwezi kusema bwana mtume alimuona Mungu live au Nabiiullah Musa au nani sijui mwingine alimuona Mungu live. Haiwezekani shekhe. La tudrikuhu al-absaru, macho hayamfikii. Hauwezi kumuona Mungu. Wa huwa yudriku al-absara, Mungu haonekani, yeye ndo anaona kila kitu shekhe. Mungu haonekani shekhe. Mtume aliona kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu katika suratul Najm, laqad raa min ayati rabbih al-kubra, kwa hakika ameona alama za ukubwa wa Mwenyezi Mungu, yani alama za ukubwa wa Allah, zile kubwa, alama kubwa za kuonyesha kuwa hizi kweli ni alama za kuonyesha kuwa Mungu yupo. Lakini Mungu haonekani shekhe. Hata hiyo siku ya kiyama peponi, kila Ijumaa watu watakuwa wanamuona Mungu, lakini kumuona Mungu kuna kukusudiwa hapa. Huwezi kuleta tamthilia, huwezi kukumbuka kwamba jana bwana nilikwenda katika Buqatul Hamdi, maana kuna uwanja unaitwa Buqatul Hamdi, uwanja wa shukrani, uko fi wasatul janna, uko katikati ya pepo. Sikiliza vizuri mzee, kila Ijumaa peponi Idi, sio hapa Idi mwaka mpaka mwaka ndo Idi balai. Lakini peponi kila baada ya wiki Idi peponi kila baada ya wiki shekhi. Watu wanaenjoy kweli kweli peponi, vyakula vizuri, mavazi mapya mazuri na nini, na mavazi ya peponi shekhe. Allahu samad. Sasa peponi watu watamwona Mungu kama mtume alivyoeleza, lakini sio kumwona Mungu mpaka ukawa unahadithia kwamba Ijumaa jana niliwahi kumwona Mungu yuko hivi. Uwezi, haiwezekani. Ndio maana mtume katika kutukatisha sisi akatwambia, innakum satarawna rabbakum kama tarawna alqamara lailatal badri, hakika nyinyi mtamwona Mola wenu kama mnavyouona mwezi siku ya tarehe 14. Tarehe 14 mwezi unakuwa umefanya nini? Umekamilika. Lakini vile ulivyo mwezi unavyouona wewe kama ungo hivi au kama sinia, shekhe, ule mwezi unaweza kuwa hii Dar es Salaam yako ndogo ukubwa wake, lakini kwa kuwa uko mbali sana wewe unauona kama sinia tu. Sijui kimantiki hapo nimeeleweka? Yani Mungu atakuonyesha alama zake tu, lakini yeye mwenyewe yuko tofauti na hivyo. Kama unavyoona mwezi mdogo, kumbe ni mkubwa kweli kweli ule teknolojia. Sijui nimeeleweka? Jazakumullah khair. Tayib, swali la mwisho. Naam. Kukosa hutuba mbili anauliza. Kukosa hutuba mbili yani ukaidiriki hutuba ya mwisho labda, si ndio? Vipi Ijumaa umeikosa? Jawabu lake umeipata, lakini ndo umeipata kwa uchache, kama vile ambavyo umekuja adhuhuri rakaa ya mwisho ukaungana na swafu
ukaswali na wewe, alafu baadaye ukanyanyuka ukaendelea kuswali, umeipata. Lakini bora zaidi ni kuwahi kabla hata khutba haijaanza kusoma ile ya kwanza, kwa sababu ile khutba ni nguzo, na khutba ndio imeshikamana na rakaa mbili za swala ya dhuhuri. Yani ile Ijumaa imeshika nafasi ya dhuhuri. Kuna watu wengine elimu zao ndogo katika baadhi ya miji, mpaka hapa Dar es Salaam nimepigiwa simu mwisho leo mimi, kuna mdahalo umeandaliwa, nimewaambia kesho tufanye huo mdahalo. Yuko mtu huko, shekhe mmoja anawaambia waswali Ijumaa na adhuhuri. Watu walivyokuwa na elimu ndogo, waswali Ijumaa alafu baadaye waswali swala ya dhuhuri. Unaona watu walivyokuwa balaa. Ile Ijumaa ndo inashika nafasi ya adhuhuri. Kwa hiyo zile hutuba mbili ni rakaa mbili, na zile rakaa mbili zinakuwa 4, ni adhuhuri tayari. Wewe unataka uswali Ijumaa na adhuhuri, wazimu huo umeupata kitabu gani? Balaa watu wengine. Basi Mwenyezi Mungu atuongoze katika kuyatekeleza yale anayoyapenda na kuyaridhia. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اعطنا إيمانا كاملا وأمانا دائما وعقلا تاما وعلما نافعا وعملا صالحا وخلقا حسنا ورزقا واسعا، واعطنا عزة وصحة وفرحة وراحة وقوة لعبادتك، واعطنا معرفتك يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأسعد الله أوقاتكم في كل خير.